Yes, bwana, kama hizi karibu sana kwenye hii sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Bwana, hii simulizi ina mahadhi kama ya Binti Lisa hivi. Yaani story tamu inanoga, alafu uzuri ni kwamba ni story fulani hivi haichoshi yani kuendelea kuisikiliza. Bwana, karibu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya kuweza kuishia pale kwenye sehemu ya 2 ambapo tulishia patamu kweli kweli mtu wangu. Tulishia pale ambapo kulikuwa kuna mvutano kati ya huyu mwanadada Hafsa pamoja na Eliana. Walivyokuwa wanavutana wanasemezana, na ndipo ghafla akatokea Victor. Sasa tukawa tunajiuliza nini kilichoweza kuendelea pale. Hebu karibu tupate kujua kwenye hii sehemu ya 3 hasa kile kilichoweza kuendelea. Karibu. Hafsa alipomwona Eliana amesimama pale mlangoni, hasira yake ndio ilizidi mara dufu unaambiwa. Hivyo Kenge, wewe umeachoka maisha yako, si ndio? Nimetoa maagizo kwa Babu Mlema, ina maana wewe hujayapata ama ni nini? Hafsa aling'aka. Eliana alivuta pumzi zito na kisha kwa msisitizo akasema, kwanza kabisa mimi sio Kenge, upo. Alafu pili, maagizo nimeyapata. Tena nimeyapata vizuri tu. Sasa kama umeyapata, unafanya nini hapa? Nisikilize Hafsa. Nipo hapa kukuambia kwamba aliyeniajiri hapa sio wewe. Hivyo huna mamlaka kunifukuza mimi. Unasemaje wewe kinyago? Wewe kama nani mpaka mimi unijibu hivyo? Hiyo jeuri unaitolea wapi? Jeuri siitolei popote. Ila wewe huwezi kunifukuza mimi ndani. Kwa hiyo kwa akili yako unajiona wewe tayari umeupata moyo wa Victor, sio Ina maana hiyo ndo sababu ambayo imekufanya utoe maamuzi usiokuwa na mamlaka nayo? Sikiliza wewe Kenge, sahau kabisa kuwa na Victor kwenye maisha yako. Acha kunifuatilia. Wewe humu ndani ni house girl tu. Huna hadhi yote ile. Upo. Hii nyumba sio yako Hafsa. Kama una wivu usiokuwa na msingi, basi umepotea. Mimi sio house girl kwako. Mimi nafanya kazi humu ndani kwa mkataba halali. Na uwezi kuniondoa kwa mdomo tu kama vile huna mamlaka. Mkataba Hivi unajua uko kwa nani wewe? Hapa ni kwa mpenzi wangu Victor. Na siwezi nikakaa kimya nikiangalia mwanamke unajitongozesha tu hadharani kwa mwanaume wangu mchenzi mmoja wewe. Eliana alipiga hatua moja mbele. Uso wake sasa ukamtazama Hafsa kwa ukaribu. Kwa hiyo una wivu, si ndio? Una wivu. Una wivu kama unaumwa kichwa. Sasa kama kweli unamjua Victor vizuri, basi ungejua kuwa hatongezeki kwa kelele. Na kama Victor huyo ananihitaji ataniambia mwenyewe, sio wewe. Hivyo kaa pembeni mama, mchezo bado hujaisha. Nisikilize wewe. Mimi siogopi kiherehele chako kuigiza hadhi usiokuwa nayo. Umepagana uzuri wa Victor ndio maana unafanya kazi za ndani huku unaota kuwa Victor. Pole we dada, na kuonea huruma tena sana kwa sababu unapoteza tu nguvu zako. Victor hawezi kuwa na mwanamke wa daraja la chini kama wewe house girl. Unaenuka mafuta 200 tu ya mtaani. Ungejua mimi ni nani, sidhani ungesema hayo maneno. Nikujue mara ngapi? Wewe ni kijakazi tu. Hiyo ndo hatima yako, mshenzi mmoja wewe. Eliana alivuta pumzi ndefu. Sauti yake ikawa ni ya chini lakini kali kama shoka. Sikiliza Hafsa, nikwambie. Victor sio Mariam tu. Na wala Victor hafungwi pingu. Kama hakuhitaji tena, hata kama unalala naye chumba kimoja, bado utakuwa tu mgeni kwake. Naam. Kabla Hafsa hajajibu kwa hasira nyingine, mlango wa mbele ulifunguliwa kwa nguvu kidogo. Victor sindo akaingia sebuleni hapo. Victor aliingia sebuleni akiwa na uso wa mshangao. Alichoka. Ni nini kinachoendelea hapa?
alihoji Victor huku akiwa na watazama wote wawili. Kimya kilitanda kwa sekunde chache na Victor akaendelea kusema, Hafsa, kuna shida gani tena? Mbona hapa hakuna utulivu? Hafsa alimtazama Victor na kisha akasema, Victor, huyu house girl wako huyu anazidi mipaka. Amenitukana na kunionyesha dharau. Anajiona kama vile ana nafasi kubwa sana humu ndani kuliko watu wengine. Victor alimtazama Hafsa kwa jicho la kushangaza na kisha alimgeukia Eliana. Kwa kuwa yeye alikuwa anamtambua kwa jina la Rehema, alimuita kwa jina hilo na kisha akamwambia, Rehema, nini shida? Eliana hakusita, pale pale alifunguka kila kitu. Bosi, sielewi nimekosea nini. Sielewi nimekosea nini hadi huyu mpenzi wako atake kuweza kunifukuza kazi. Kwa kweli iko kitu mimi sijakipenda kwa sababu aliyetojiri hapa ni wewe na istoshe hatujafanya kosa lolote. Kwa nini atufukuze kazi sasa? Victor alishika paji la uso kwa mkono mmoja. Alivuta pumzi ndefu mpaka hapo alielewa ya kwamba ni wivu tu wa Hafsa ndio uliokuwa unasababisha yote yale. Aliwatazama wote wawili na kisha akasema, Rehema, hebu rudi kaendelea na kazi yako. Kauli hiyo ilimkera sana Hafsa, kwani alitamani kuona Victor anatoa uamuzi wa kumfukuza Eliana pale ndani. Baada ya Eliana kutoka pale, Victor na Hafsa walizama chumbani kwao. Kwa hiyo Victor, ndio umefanya nini sasa? Hivi kwa nini unamngangania yule binti? Yule ni mchepuko wako sasa, si ndio? Hafsa, unanumiza sana ujue. Hilo swala tulishaongea toka jana. Ina maana kwamba bado unalo tu mpaka leo hii, si ndio? Yaani kama unataka hili swala liishe, mfukuze kazi yule binti. Sitaki kumwona humu ndani. Hafsa, hivi uko sawa kweli wewe? Kwa nini unataka nimfukuzishe kazi? Amefanya kosa gani? Ina maana huoni kama anafanya kazi kwa ajili ya maisha yake na familia yake? Au unadhani kwamba mwenye familia ni wewe tu kwenye hii dunia? Kama angekuwa anajua kwamba ana majukumu, basi asingeweza kujitongozesha kwako. Sitaki kumwona hapa ndani na huwezi kama huwezi kumuondoa yeye, basi mimi nitaondoka mimi. Unasemaje? Kwa hiyo Hafsa, umefikia huko. Hebu nisikilize wewe. Kwenye maisha huwa sipangiwi nini cha kufanya. Mimi sio mwanaume tu wa kuendeshwa na mwanamke. Kama huwezi kuishi na mimi, mlango uko wazi, unaweza kaenda. Lakini usitegemee kuona kwamba nitakufuata hata kwa siku moja. Ukishautoa mguu wako hapo kuondoka, basi jua hiyo ndio mazima. Naam, mpaka hapo Hafsa aliona kama vile kadharulika sana. Kwa kuwa alikuwa na hasira, hakutaka hata kufikiria mara mbili kwenye uamuzi wake. Aliamua kuweza kuchukua mkoba wake na kisha kaondoka zake. Baada ya Hafsa kuondoka, hewa ndani ya jumba la Victor ilibadilika kabisa. Ilikuwa ni kama vile mzigo mzito umeondoka na nafasi yake kuchukuliwa na upepo laini wa utulivu. Wale wasichana wa kazi kwa busara ya ajabu waliamua sasa kuandaa chakula cha mchana na kisha wakapanga kutoka wote kwa muda ili kumwacha Eliana apate nafasi kipekee kuwa karibu na Victor. Walitoka nje wakisema kwamba wanataka kupunga upepo na kupiga story mlangoni. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa wanaunga mkono kimya kimya mapenzi yasiyokubalika rasmi kati ya Victor na Eliana. Eliana akiwa ndani alihakikisha kila kitu kimeandaliwa kwa uangalifu wa hali ya juu. Meza ilipambwa vizuri, chakula kilipangwa kwa mpangilio unaovutia na harufu ya viungo kutoka jikoni ilienea taratibu mpaka sebuleni. Eliana alivaa gauni lenye heshima lakini lililomkaa vizuri mno. Rangi ya samawati iliyokuwa imekolezwa kwa mapambo ya fedha ilimtoa zaidi uzuri wake wa asili. Eliana nywele zake aliziachia kwa mtindo wa milegezo ya kifalme na uso wake uling'ara kwa tabasamu la ndani lililochanganywa na matarajio. Aliposikia mlango wa chumba cha Victor ukifunguliwa, moyo wake ulianza kwenda mbio kama vile alikuwa kwenye jukwaa la mashindano ya urembo.
Victor alipotoka akiwa amevaa fulana ya polo ya rangi ya cream na suruali ya kitambaa ya blue iliyokuwa imekaa mwilini mwake. Alitazama mezani na kisha macho yake yalitua kwa Eliana. Alisimama sekunde chache bila kusema neno. Macho yake yakimsoma Eliana ni kama mtu anayekutana na mrembo kwa mara ya kwanza. Wow. Victor aliongea kwa sauti taratibu akikaribia meza. Unataka kuniambia hapa ndani kuna harusi au nimealikwa kwenye lunch ya Malkia? Ni chakula cha mchana tu boss. Lakini kila mgeni wa heshima anastahili huduma ya heshima. Victor aliketi mezani, akapita kwa macho kwenye kila sahani. Wali wa nazi uliopambwa kwa korosho, mboga ya kamba iliyoogelea kwenye nazi, salad ya matunda pale na juisi ya passion ilikuwa imetengenezwa. Eliana aliposogea kumsogezea maji Victor alimtazama kwa jicho la passion na kisha akamwambia, kama sio ukosefu wa adabu, ningekwambia kwamba najisikia kama naota. Bana nyamaza, tule kwanza, Eliana alisema kwa utani akijaribu kuficha hisia zake. Walikaa wote mezani. Walipokuwa wanakula, Victor alichukua uma kwa umaarufu wa kistaarabu kabisa. Akamuuliza Eliana, haya, hebu niambie, wewe ni nani hasa? Yaani kiukweli mimi bado sielewi. Una akili, una tabia njema, una mpangilio wa kifalme, lakini uko hapa unafanya kazi za ndani. Wewe ni nani? Labda niko hapa kwa sababu maisha ni safari yenye vichochoro vingi, na sio kila anayepita vichochoroni ni maskini wa nafsi. Victor alimtazama kwa muda Eliana na kisha akasema kwa sauti ya upole, unajua Rehema, kuna muda najiuliza kama kile ninachokihisi ni maisha ama ni maigizo wananifanyia. Unajua watu wananiona na wanawake tofauti tofauti, lakini hakuna anayeuliza ni kwa nini. Kuna Hasa, kuna Pamela na kuna wanawake wengine hawakuwa kwenye moyo wangu. Walikuwa ni marafiki tu wa muda mfupi. Hapo Eliana alishikwa na mshangao, ila alijizuia kuonesha mshangao wake. Alikunywa maji taratibu na kisha kwa sauti taratibu kabisa akasema, kwa hiyo hakuna uliwahi kumpenda kwa dhati kati ya hao wanawake wote? Kuna mmoja yupo, lakini niliamua kumwacha kwa sababu nilihisi sitamtendea haki, na tangu hapo nikawa naoga upendo kwa mikato. Hakuna anayebaki muda mrefu kwenye penzi langu. Eliana alimtazama kwa jicho la huruma na upole. Wewe unatosha Victor, pengine bado hujakutana na mtu sahihi, au labda umeshakutana naye lakini bado hujajua tu. Hapo Victor alimwangalia Eliana, macho yake yakianza kubeba chembe za tafakari. Na huyo mtu sahihi anaweza kuwa nani? Rehema? Muda ndo utaongea na sio maneno. Kama huyo mtu sahihi kwenye maisha yako ni mimi, basi sawa, na kama sio mimi basi sawa pia, kwa sababu muda ndo utakaosema. Walitulia wote kwa muda, hewa ikiwa imejaa upole wa aina kipekee. Mvumo wa upepo kidogo kutoka madirishani ulipita ukitikisa mapambo ya meza kwa maringo kabisa. Victor alinama kidogo akamwangalia Eliana kwa jicho la ukaribu zaidi. Rehema, unajua kama kuna mwanamke anayevutia hapa, si kwa mwili wake tu, bali kwa akili na nafsi yake, basi yuko hapa mbele yangu sasa hivi. Unajua Rehema, wewe ni wa kipekee sana. Natamani Hafsa angekuwa na tabia kama ya kwako.
Naam, hapo Eliana alikosa la kusema. Moyo wake ulipiga hatua ya ajabu, lakini bado alijizuia, akijua Victor ni mtaalamu wa maneno, lakini pia alitamani maneno hayo yawe ya kweli. Chakula kiliendelea kwa bashasha. Eliana aliondoka mezani akiwa na furaha, lakini ndani kabisa moyo wake kulikuwa kuna swali moja. Je, Victor atanipenda kweli au na mimi nitakuwa kupita tu kama Hafsa? Kwa upande wa Victor, yeye alibaki mezani akiangalia hatua za Eliana zilivyokuwa zinaelekea jikoni, na moyoni mwake Victor alijiambia, ila huyu binti si wa kawaida, huyu ni wa tofauti. Hata hivyo siwezi kutoka na house girl. Siwezi mimi kudate na house girl, nitakuwa nimeshusha brand bwana. Msikilizaji, baada ya kumaliza kula chakula, Victor aliamua zake kwenda uwani mwa hilo jumba lake kwa ajili ya kupiga piano lake. Pamoja na kuwa alikuwa kapishana kauli na mpenzi wake Hafsa ambaye ameondoka pale kwake, lakini bado Victor hakuonekana kuwa na mawazo hata kidogo. Yaani Victor alikuwa kama mashabiki wa Uncle Jay. Wanaweza wakateswa na mapenzi huko, lakini wakija kusikiliza simulizi za Uncle Jay wanasahau kila kitu kuhusu wapenzi wao. Ndivyo alivyokuwa Victor. Yaani kagombana na mpenzi wake Hafsa, lakini akiwa kwenye piano anasahau kila kitu. Mawazo yake yote yako kwenye piano. Basi bwana, taratibu Victor akiwa anapiga piano lake kwa mirindimo ya kimahaba, aliweza kumwona Eliana akiwa amesimama mlangoni. Kwa ishara ya mkono aliamua kumuita, na ndipo taratibu Eliana alisogea pale alipokuwa Victor. Rehema, ni siku ya pili leo unakuona unanitazama. Bila shaka na unapenda piano, si ndio? Hapo Eliana alikuwa anaona aibu, aliacha tabasamu na kisha akasema, ndio napenda, lakini sijui kupiga. Hilo sio tatizo, naweza nikakufundisha kama ukitaka. Kweli? Yeah. Usiendelee kusimama hapo. Njoo uketi hapa tuanze darasa Rehema. Naam, msikilizaji, Eliana aliketi pembeni ya Victor, na wala usichanganyikiwe ukajiuliza Rehema ni nani, Eliana ni nani. Ndo huyo mtu mmoja, ila jina lake halisi ni Eliana, lakini alidanganya akajifanya house girl nyumbani kwa Victor na akabadilisha mpaka jina akajiita Rehema ili asijulikane ya kwamba yeye ni binti wa Laisi. Joto la mwanaume huyu Victor sambamba na maneno yake matamu vilimfanya Eliana jihisi furaha ya ajabu mno alipokuwa karibu na Victor. Furaha ambayo hakuwahi kuipata hapo kabla. Eliana alitulia kwa makini akijaribu kufuata maelezo jinsi ya kupiga piano. Mikono yao ilipokuwa inakaribia kwenye zile ala za muziki wa piano, kulikuwa kuna vuguvugu fulani hivi la hisia ambalo walikuwa kijaribu kulificha, lakini macho yao wote wawili yalikuwa yanapeana ishara zaidi ya ulichokuwa unajifunza. Sasa unajua kama unataka sauti ipate ladha nzuri, inategemea unavogusa. Kwa maana hutumii nguvu bali unatumia hisia, ndio inayohitajika zaidi. Victor aliyasema maneno hayo huku akimsogezea vidole Eliana kwa usahihi kabisa. Eliana alicheka kidogo. Kwa hiyo unaposema hisia unamaanisha kila mtu anaweza kupiga muziki wa mapenzi? Sio kila mtu, Victor alijibu kwa sauti ya taratibu kabisa. Muziki huu unahitaji mtu ambaye moyo wake uko hai, mtu mwenye undani wa kihisia, kitu ambacho nadhani wewe unacho. Eliana alitabasamu, macho yake yalishindwa kuficha furaha ya aibu. Hakujua kama Victor alikuwa anamwambia hivyo kwa sababu ya muziki au ni kwa sababu nyingine zaidi. Basi bwana, wakiwa wanaendelea kupiga piano, ghafla mlio wa breki kali ukavunja utulivu huo. Gari jeupe la kifahari lenye bendera ndogo ya taifa upande wa kushoto mwa taa ya mbele liliingia ndani ya jumba hilo la Victor kwa kasi ya ajabu mno. Milango ya mbele ya gari hilo lilifunguliwa haraka mno, na kabla hata mlinzi hajatoa heshima, Bi Yolanda, mke wa rais, alikuwa tayari ameshafika akiwa amevalia gauni refu la rangi ya navy blue, macho yake ikiwa kama moto mkali usiotarajiwa kuwaka saa za jioni. Eliana aliyekuwa ameegemea bega la Victor kidogo huku akicheka walipokosea kupiga piano, alisikia mlio wa breki na kuamua sasa kuinua uso wake haraka.
Mara macho yake Eliana yalikutana moja kwa moja na yale macho ya mama yake Bi Yolanda aliyesimama umbali wa hatua chache kutoka walipo, mikono yake ikiwa kifuani, uso wake ukitoa ishara mchanganyiko wa mshangao, hasira na huzuni. Haki ya Mungu, Eliana alionekana kama malkia aliyevamia uwanja wa vita kwa kushtukizwa. Eliana alipatwa na mshtuko wa ghafla. Mdomo wake ulifunguka kidogo kwa butwaa. Uso wake ulipasuka kwa hofu. Alihisi damu yake ikirudi nyuma. Mapigo ya moyo wake yalienda kasi kuliko kawaida. Kwa sekunde chache alitazama uso wa mama yake bila kujua la kusema wala kufanya. Kila kipande cha moyo wake kilikosa pumzi. Victor naye alipogeuka na kumwona Bi Yolanda akiwatazama, Victor naye alishtuka. Unajua, hakuamini alichokiona kilichokuwa mbele yake. Victor aliondoa mikono yake kwenye piano taratibu akijaribu kusimama, lakini aligandishwa na ukali wa macho ya mke wa rais. Hali nzima ya bustani ikawa kimya. Taa za bustani ziliendelea kung'aa, maua yakiendelea kutoa harufu yake, lakini hewa iligeuka kuwa nzito kwa maneno yasiyosemwa, kwa maswali yaliyofichwa na kwa hofu ya kukaripiwa kwa kificho cha muda mrefu kilichofichuka ghafla. Mama na binti walibaki wakitazamana, macho kwa macho, roho kwa roho. Eliana alipumua kwa tabu, akashika gauni lake taratibu kana kwamba alikuwa anatafuta fumbo ndani yake. Baada ya kimya kile kizito kilichoambatana na mitazamo ya muda mrefu, Victor ilibidi ajikakamue. Alisimama kwa heshima na kisha akamsogelea Bi Yolanda taratibu kabisa, huku sura yake ikionyesha mshangao uliochanganyika na heshima kubwa. Alisimama mbele yake kwa ukakamavu wa mwanaume mwenye nidhamu na busara. Akasema, shikamoo madam. Victor alisema kwa sauti ya upole lakini ya kiume yenye heshima ya hali ya juu. Alinamisha kichwa kidogo. Bi Yolanda alimwangalia Victor kwa jicho la uchunguzi wa ndani na kisha akaitikia, marhaba Victor. Victor aliongeza kwa tabasamu, karibu sana nyumbani kwangu. Ni heshima kubwa sana kuja kuweza kutembelewa na mke wa Mheshimiwa Rais. Bi Yolanda hakuonesha tabasamu halisi. Uso wake ulijaa tabasamu la kisiasa, lile la kuuficha ukweli kwa ustadi. Alitazama upande wa pili ambapo Eliana alikuwa kasimama kwa tahadhari kama askari kwenye gwaride, na kisha akarudisha macho yake kwa Victor na akauliza kwa sauti ya kawaida kabisa ya kwamba yule binti ni mke wako. Victor alitabasamu kwa aibu ndogo. Alitikisa kichwa akasema, hapana madam. Yule ni binti anaitwa Rehema. Ni msaidizi wangu tu hapa nyumbani. Bi Yolanda alitikisa kichwa akasema kwa sauti ya kujifanya kutulia, sawa. Nimekapenda muonekano wake, ni kazuri sana. Bi Yolanda alisema hivyo huku akimtazama Eliana kwa jicho la ndani, jicho la mama anayejua kila anachokiona ya kwamba si Rehema bali huyu ni binti yake Eliana. Eliana aliguswa na maneno hayo. Alivuta pumzi na kisha kwa ujasiri wa kuigiza alichukua hatua chache, akanyenyekea na kisha akasema kwa sauti ya kitetemeshi, shikamoo madam. Marahaba. Bi Yolanda alimjibu kwa sauti ya polepole kabisa, lakini ndani ya macho yake kulikuwa kuna maelfu ya maswali na hisia zilizojificha. Baada ya kuingia ndani ya jumba hilo, Victor aliwasindikiza mpaka kwenye sebule kubwa ya kifahari yenye mapambo ya kisasa. Bi Yolanda aliketi kwenye sofa lenye vitambaa vya velvet rangi ya maroon, na kisha akasema kwa sauti ya kawaida kabisa, nilikuwa nikitoka kwenye kikao cha umoja kina mama, nikasema sio mbaya nipite kumsalimia kijana wetu mpya wa kazi, hasa baada ya hotuba nzuri ulioitoa jana. Victor alitabasamu kwa furaha. Asante sana madam. Nilijitahidi kwa nguvu zangu zote. Eliana aliposikia hivyo, moyo wake ulidunda zaidi, akihisi vibaya kwa Victor kupewa sifa kwa hotuba ambayo ni yeye alisaidia. Alinyanyuka taratibu kwenda kumpatia mama yake maji ya kunywa. Alipompa, mikono yao iligusana kwa sekunde moja tu, lakini miguso hiyo ilikuwa na ujumbe mzito mno. Ujumbe uliokuwa umejaa maswali na onyo la kimya kimya. Bi Yolanda alikunywa maji hayo huku macho yake yakimtazama Eliana kwa jicho la kina, jicho la mama ambaye anataka kumwambia binti yake
hatujazungumza, lakini najua kila kitu. Baada ya mazungumzo mafupi ya kisiasa na kiutu, Bi Yolanda alisimama, alimkazia macho Victor na kisha akasema, asante kwa mapokezi yako. Victor, nitarudi tena muda mwingine. Endelea kufanya kazi nzuri. Victor aliinama kwa heshima akasema, asante madam. Nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu. Bi Yolanda alitazama tena kwa haraka upande wa Eliana, akampatia tabasamu la kuficha na kisha kaondoka zake, huku walinzi wakiwa wanafungua mlango wa gari la Ikulu. Eliana alibaki amesimama mlangoni akitazama gari lile likitoka taratibu kabisa. Moyoni alikuwa na mawazo mengi. Alijiuliza, mama atafanya nini sasa? Ametukuta kila kitu, lakini hajasema chochote. Mama anapanga kufanya nini? Amekasirika kiasi gani? Au ameamua kuniacha nijifunze mimi mwenyewe madhara ya hili penzi lisiloeleweka? Naam, Victor ambaye hakujua undani wowote wa hilo tukio. Victor hakujua ya kwamba aliyeondoka hapo alikuwa ni mama yake na Eliana. Yaani kwa kifupi mama yake na Rehema. Hilo Victor hakujua. Victor alibaki na tabasamu tu, tena tabasamu kubwa usoni, akiamini ya kwamba mke wa rais amekuja kumtembelea. Rehema, unajua nimeanza kuvutia mpaka viongozi wakubwa. Nimetembelewa na mke wa rais, tena yeye mwenyewe. Hii ni bahati iliyoje kwangu, alijisemea kwa furaha Victor, huku akigeuka kumtazama Eliana, asijue kwamba huyo Eliana ni binti wa rais pia. Eliana alikuwa bado amezama kwenye mawazo kweli kweli, na baada ya masaa kadhaa kupita, Eliana alimfuata Victor na kisha akamdanganya kwamba amepata dharura nyumbani kwao. Mama yake anaumwa sana, hivyo anaomba kuondoka. Victor wala hakujifikiria mara mbili. Alimpatia milioni 2 kama pesa ya kumpeleka mama yake hospitalini na kisha akamruhusu Eliana aondoke, bila kuelewa kwamba Eliana alifunga safari mpaka nyumbani kwao Ikulu. Eliana alipofika alianza kuingia ndani kwao kwa siri, lengo lake likiwa ni kuonana kwanza na Grace ili ajue nini kinachoendelea pale kwao na ni nani aliyemwambia mama yake ya kwamba yeye yuko nyumbani kwa Victor. Lakini kabla hata Eliana hajapita vizuri kwenye sebule kubwa iliyokuwa karibu na lango la kuingilia mule ndani, sauti ya mama yake ilisikika ikisema, ina maana wewe umekuwa panya mtu kiasi cha kuingia ndani humu kwa kunyata, si ndio? Eliana liganda. Hapa ndo utasikia singeli, haya ganda, haya ganduka. Singeli ya leo tuchezi vile. Singeli ya leo wanangu, ganduka. Eliana liganda. Aliposikia tu sauti mama yake, aliganda. Mwili mzima ulimtetemeka. Aligeuka taratibu, macho yake akakutana na mama yake, Bi Yolanda, mke wa rais, aliyekuwa amesimama pale sebuleni akiwa amevaa kitenge cha kifahari na sura iliyochanganyikana na hasira, uchungu na mshtuko. Mama, Eliana alitamka kwa sauti ya hofu, lakini kabla hajamaliza mama yake alimsogelea kwa kasi na kumkazia macho. Eliana, ni kweli Grace alichoniambia? Wewe, yaani wewe umeacha hadhi yako kama mtoto wa rais ukaenda kwa Victor kama house girl? Ni mtoto gani wa rais hapa duniani umewahi kusikia au kuona akafanya ujinga kama uliweza kufanya wewe? Bi Yolanda alihoji kwa sauti kali hadi mwangu wa maneno yake uligonga kuta za sebuleni hapo. Eliana kwanza ilibidi ashushe pumzi. Alishusha macho chini na akasema kwa sauti ya chini mno kwamba mama, ni kweli kabisa. Lakini nilifanya hivyo kwa sababu nampenda Victor. Nilihitaji kumjua vizuri Victor, na sio kwa hadhi yangu, bali kama ni mtu wa kawaida tu. Kumjua vizuri? Kwa kujivunjia heshima yako kiasi hiko? Wewe ni mtoto wa rais. Wewe ni mtoto wa kiongozi mkuu wa hili taifa. Unajua ni madhara gani yangeweza kutokea kama mmoja wa maadui wa kisiasa wa baba yako angegundua ujinga huu ambao wewe unaufanya? Mama, tafadhali. Nilikuwa nataka tu kumfahamu Victor kama alivyo, na sio kwa sababu mimi ni Eliana, mtoto wa rais, bali kama mwanamke anayetaka kupendwa kwa dhati. Kwa hiyo
ndo kama kujidhalilisha, si ndio? Umemfanya baba yako aonekane mzembe kwa kuruhusu binti yake azurule mitaani bila ulinzi. Hivi nini unajua kingetokea ikiwa waandishi wa habari wangejua kwamba uko nyumbani kwa Victor kama house girl? Eliana, binti yangu, umepata bahati ya kuishi maisha mazuri, kusoma shule nzuri, kuanzia nasari mpaka chuo kikuu. Unawezaje kufanya maamuzi ya kijinga namna hii binti yangu? Unakuwa kama sio msomi. Ina maana kwamba elimu yako yote uliyokuwa nayo imeshindwa kukupa uamuzi mzuri wa kufanya maamuzi mpaka umwe kuweza kufanya hiki ulichokifanya. Hivi hakuna njia nyingine kumchunguza mtu mpaka uende kuwa house girl nyumbani kwake, ili hali ukiwa wewe ni binti wa rais? Hapo Eliana alianza kulia. Sauti ya kilio chake haikuwa ya mazoea, ilikuwa ni kilio cha mtu aliyedhalilishwa kiakili, lakini anajua kuwa na sababu za msingi kufanya hivyo. Mama, Victor sio kama wanaume wengine. Victor anajali, Victor ana akili, Victor ana roho ya uongozi. Tafadhali nipe nafasi ya kuelewa kama penzi lake ni la kweli. Kimya, mjinga mmoja wewe. Wewe ni binti wa taifa, unapaswa kufikiri kwa umakini kabla hujafanya jambo lolote lile duniani. Hakuna mwanadamu aliyewahi kufanikiwa kimapenzi au kimaisha kwa kutegemea hisia pekee. Ninachokiona kwako ni kwamba unafanya maamuzi kwa kutegemea hisia na sio akili. Hii ni mbaya sana kwako Eliana. Kwa nini hulioni hilo binti yangu? Sasa nisikilize kwa umakini. Unapaswa kushukuru sana hili swala baba yako hajalijua bado. Na laiti kama angekuwa analijua, basi mpaka sasa ungekuwa kwenye maisha magumu sana. Kuanzia sasa hutakiwi kuwa karibu na Victor tena, na nitahakikisha hilo linatimia. Hutoki hapa tena bila ruhusa yangu, na popote utakapokwenda walinzi watakuwa na wewe bega kwa bega. Nadhani tumeelewana. Kwa hasira, Biolanda alichukua simu yake mezani, akabonyeza namba za ulinzi wa ndani mwa ikulu, na kisha akasema, nataka walinzi 4 wasimame mlangoni mwa chumba cha binti yangu. Hatakiwi kutoka bila ruhusa yangu, na kila anapokwenda walinzi 4 wanamsindikiza. Hiyo ni amri kutoka kwa First Lady, mke wa rais. Eliana aliposikia amri hiyo, moyo wake ulikurupuka kwa maumivu makali yasiyoelezeka. Akiwa analia kwa uchungu, alimkazia macho mama yake na kisha akamwambia, hapana mama. Mama, hapana. Hii sio haki. Mimi sio mfungwa mpaka unilinde namna hiyo. Mimi sio adui wa yeyote yule. Kwani unanyima uhuru wangu mama? Wala sikunyimi uhuru wako Eliana. Hii ni kwa faida yako binti yangu. Najua sasa hivi unaongozwa na hisia, ila siku ukiwa mama na wewe utaelewa kwa nini ni muhimu kumlinda mtoto wako hata kama hapendi hilo. Mama, huku sio kunilinda, huku ni kuninyanyasa tu mama. Mimi nampenda Victor. Kwa nini utaki kunipa uhuru wangu nifurahie penzi langu kwa mwanaume wangu? Penzi? Penzi gani Eliana? Kwa macho na masikio yangu nimemsikia Victor akisema kwamba wewe ni msaidizi wake pale kwake. Sasa penzi gani hilo unaloliongelea hapa? Hebu acha kuwa mjinga wewe mtoto. Alafu ina maana huyu Victor ndo anakufanya wewe umkatae Ademola, si ndio? Hivi una akili kweli wewe? Unamkataa yule kijana wa Kinigeria Ademola. Ademola ni tajiri mkubwa sana. Ana nguvu kubwa mno kiuchumi huko Nigeria kwao. Amewekeza miradi mikubwa hapa nchini. Sasa unawezaje kumkataa Ademola, mwanaume mwenye uhakika wa maisha, na kisha ukamchagua Victor, mtu ambaye muda wowote rais akiamua kumfuta kazi basi hana pa kutokea? Hivi una akili wewe hata kidogo kweli? Hii dunia ni ya kisasa. Mabinti wenzio wote mtaani huko wanaomba kupata mwanaume mwenye maisha kama Ademola, mwanaume mwenye maisha kama Uncle Jay, mzee wa masimulizi. Wewe umepata hii fursa, alafu unaleta ujinga wako kweli? Mama, mapenzi sio pekee tu. Kama ni maisha mazuri, wazazi nyie mnayo na nimeridhika nayo. Kama ni kutafuta cha kwangu, uwezo huo pia ninao.
Mama, mimi sihitaji. Nahitaji penzi la kweli, penzi ambalo litadumisha ndoa yangu milele. Nilishasema simtaki Ademola. Kwa nini bado mnanishawishi kuwa naye? Chunga kauli zako we binti. Umesahau unaongea na nani hapa, si ndio? Nikiwa kama mama yako tayari nimefanya maamuzi yangu. Sasa utake usitake, nimeshafanya maamuzi. Na usitake nikafanya maamuzi zaidi ya haya kwa kumwambia baba yako huu upuzi uliofanya. Potea mbele za macho yangu. Sitaki kukuona. Eliana aliangua kilio cha uchungu. Hakuamini kama penzi lake ambalo taratibu alikuwa anaona mwanga sasa ghafla limezima kama moto wa kibatari baada ya upepo mkali kupiga. Kwa kasi alikimbia mpaka chumbani kwake. Alipofika mlangoni, Eliana alijifungia. Alishuka mlangoni na kujibwaga kitandani. Alibeba mito na kujifunika uso huku akilia kwa maumivu makali mno ya kiakili. Kwa nini mama? Kwa nini usinielewe? Kwa nini kila kitu kiwe siasa? Mimi ni mwanamke mama. Mama, mimi sio bendera ya taifa. Kilio chake kilizidi. Hakikuwa tena cha uchungu tu wa kupoteza uhuru, bali cha kuumia kwa penzi ambalo halijaanza rasmi, lakini tayari lilikuwa limewekewa ukuta wa chuma. Usiku ule ikulu ilikaa kimya kama kaburi, lakini chumbani kwa Eliana moyo wa binti wa rais ulikuwa ukivunjika kipande kwa kipande. Msikilizaji, siku iliyofuata anga ilikuwa wazi, ndege wakitafuta tonge na miali ya jua ikipenya kwenye mabati ya nyumba moja kubwa mno ya kisasa iliyojengwa katikati ya mitaa ya Mburahati. Lakini mazingira yaliyoiweka nyumba hiyo yalikuwa ya uswahilini kabisa. Vumbi lililotapakaa, mabanda ya jirani yaliyozunguka, kelele za majirani waliokuwa wakikimbiza watoto na harufu ya mandazi na miogo ya kukanga vilijenga picha kamili ya maisha ya kawaida kabisa kila siku. Ndani ya nyumba hiyo, kwenye sebule iliyojaa viti vya mbao vilivyofunikwa kwa vitambaa vya rangi kali na meza ya kioo yenye mipasuko midogo midogo, alikaa mama mmoja wa makamo, mwili uliobeba hadhi ya mwanamke aliyepitia mengi mno maishani. Mikono yake ilifanya kazi ya kusuka ukiri kwa ustadi wa miaka mingi. Aliitwa Mama Mweusi, maarufu mtaani Kabi Kungwi, mtaalamu wa ndoa, mapenzi na ushauri wa wanawake. Macho yake yalionyesha uwerevu na midomo yake ilikuwa na misemo kila baada ya neno. Alipoinamisha kichwa kutazama kazi yake, ghafla alimwona binti yake mdogo, afahamikaye kwa jina la Mwajuma, akipita akitokea chumbani. Alikuwa na sare ya shule, lakini miguu ilikuwa haina viatu na uso wake ulikuwa umejawa na huzuni. Mwajuma, mbona hujaenda shule? Unaringa kwa sababu dada yako yuko mjini? Aliuliza mama huyu huku akiinua sura yake. Mwajuma alijibu kwa sauti ya huzuni. Sijalipa ada mama. Walimu wamesema nisirudi mpaka nikalipe. Mama Mweusi au kipenda Bikungwi alishtuka. Aliacha kusuka na kisha akainua mikono juu. Wewe, unasema nini? Na dada yako Hafsa yuko wapi? Si ndo kasema anakutunza wewe? Au hela zote anaishia tu kuweza kuponda ponda tu kwa huyo bwana wake huyo mwenye suruali za bei? Dada Hafsa mimi anipi hela mama. Zote anaenda kula bata na marafiki zake. Sasa kwa nini alinipeleka shule kulipia kama hataki kuendelea kulipa ada? Mimi kila siku najisikia vibaya kutolewa mbele ya watoto wenzangu kisa ada. Mama Mweusi alihema kwa hasira. Alisimama taratibu akasema, la hasha. Leo siendi sokoni wala siendi kwa mrembo mwenzangu anayeolewa. Leo Hafsa atanikoma. Unajua wanaume wa mjini wakisha kufanya gumegume wanakuacha na maneno ya niko bize. Kumbe wako bize na warembo wengine. Hapo Mama Mweusi alichukua simu yake na kumpigia Hafsa, lakini Mwajuma alimwahi kwa kumwambia usijisumbue mama. Dada Hafsa yuko chumbani kwake, alirudi jana usiku na inavyoonekana
Ni kama kagombana na Victor. Mama Mweusi au Bi Kungwi alisisimka. Alifungua kitenge alichokuwa amejifunga kiunoni, akakifunga vizuri na kisha akaelekea moja kwa moja chumbani kwa binti yake mkubwa. Kelele za matusi ya mfululizo zikatangulia. Yaani mwanamke ukishindwa kutunza ndugu yako usijitambulishe kwangu kama dada. Wewe ni sifa tu na mipicha tu kwa Instagram. Ndani hakuna hata sabuni ya kuogea. Baada ya sekunde chache, mlango wa chumba cha Hafsa ulikuwa uko mbele yake. Aligonga kwa fujo, akijiandaa kumwaga sumu ya maneno mazito yenye ladha ya mipasho ya kikungwi kama ilivyokuwa kawaida yake mtaani. Ndani ya chumba hicho kikubwa cha kisasa lakini kilichopambwa kwa mapambo ya mitindo ya Uswahilini kama vile pazia za rangi kali na mashuka yenye picha za maua, Hafsa alifungua mlango kwa kusita. Macho yake yalikuwa ni mekundu, uso wake ulikuwa umejaa uchovu na harufu ya pombe ya jana usiku bado ilikuwa ikitoka kinywani mwake. Alikuwa kavaa dera la nyumbani lililoloa sehemu ya kifua kwa maji yaliokuwa yamejimwagia kwa kuamsha akili, lakini bado alionekana kama ni mtu aliyeporomoka kisaikolojia. Mama Mweusi alipoingia, macho yake alimtazama Hafsa kwa juu mpaka chini na kisha alijikuna kichwa polepole kama anayesubiri amri ya kushusha radi. Hafsa. Haya. Nini tena? Machoni na usoni mwako. Mbona kama juzi ulikuwa kama maua ya rosa? Leo umegeuka kuwa nyama iliyokaangwa sokoni, Hafsa alijegemeza kitandani kwa uzito. Alivuta mito miwili na kisha kajifunika sura, lakini mama yake hakuwa kuhurumia. Usinifanye hivyo mwanangu, sawa? Unajifunika kama msiba. Hebu niambie, mbona hujalipa ada ya Mwajuma? Mbona unamtelekeza dada yako ili hali ulisema wewe mwenyewe ya kuwa hawezi tena kusoma shule za kidumu na ufagio, lazima asome shule za mabasi ya njano? Umenifedhesha mimi wewe mpaka kwenye kijio cha kusuka. Kwa nini lakini Hafsa? Hafsa alichungulia kwa jicho moja na kisha akasema kwa sauti ya uchovu, Mama, nimeachana na Victor. Naam. Kimya kama vile umeme umekatika ghafla kilitokea. Mama Mweusi alitulia kwa sekunde 3 na kisha aliacha cheko la kinafiki lililojaa kejeli. Eti umeachana na Victor? Basi unapaswa kujiita mjinga wa karne ya 21. Umeachana na mwanaume aliyekutoa kwenye vitenge vya Kariakoo na kukupa perfume za Dubai. Mama, kila siku umekuwa ukinipigia kelele. Victor nikimshika kwa nguvu ananikimbia. Sasa kaniweka kando kwa ajili ya yule house girl tu. Mama Mweusi alimkatiza kwa sauti ya juu akamwambia, nani huyo akakwambia kwamba mwanaume hushikwa kwa nguvu? Nimekwambia mara nyingi tu, njoo darasani kwangu uingie darasa la kungwi unagoma. Haya, sasa mtu akikuacha kwa sababu ya house girl ndo unakimbia. Hafsa, wewe ni mwepesi kama chapati ya maji. Mwanaume ni kama mtoto mdogo tu kwa mwanamke. Akili yako na ujanja wako vinaweza kukufanya uwe na nguvu kubwa mno kwa Victor, lakini wewe hukutaka kuweza kunisikia mimi. Hukutaka unisikilize mimi mama yako. Haya, hebu ona sasa leo kiko wapi? Ina maana utarudi tena mtaani kuendesha michezo ya bukubuku ndio upate pesa za kula, si ndio? Mama Mweusi aliyesema hayo huku akitembea ndani ya kile chumba, mikono ikiwa ipo kiunoni, na kisha akasema kwa sauti nzito, hivi unajua hasara gani umesababisha? Umesahau ni Victor aliyepaka rangi hii nyumba, si ndio? Umesahau ni Victor alinunua friji la Dabodo tuliloambiwa ni kama gari linapiga baridi. Umesahau ni Victor aliyokufanya uwe na harufu ya vanilla badala ya jasho la mwendokasi. Hapo Hafsa alitulia, alitafakari kila neno la mama yake alilokuwa analisema. Kwa kweli kila kitu ndani ile nyumba kilikuwa ni alama ya Victor. Mabadiliko yote aliyopata maishani, hata kujulikana pia mtaani, yote yalitokana na kuwa na Victor. Mama Mweusi aliendelea sasa kwa sauti ya kutuliza kwa kumwambia, sikiliza Hafsa, mapenzi ni uwanja wa vita. Ukiona house girl anachukua nafasi yako, hutakiwi kukimbia, unatakiwa kupambana. Wewe ni nani hadi ujilinganishe na huyu msichana anayeosha vyombo?
mbinu zimekushinda kwa sababu unakataa kusikiliza wakubwa. Mimi nakwambia tena, na nitarudia tena na tena kukwambia, njoo darasani kwangu ujifunze namna ya kumshika mwanaume kwa akili na sio kwa matiti. Hebu fikiria, itakuwa ni aibu kiasi gani watu wakijua kwamba wewe umeachwa hali ya kuwa mimi mama yako ni kungwi niliyebobea hapa mtaani. Huoni kama hata hiki kibarua changu pia utakuwa umekitia doa? Ikiwa nimeshindwa kumfanya binti yangu amshike akili mwanaume wake, ni nani atakayeweza kuniletea binti yake hapa nimpe mafunzo ya kumshika mwanaume? Mama, huu sio muda wa kulaumiana. Mimi nishaachana na Victor na akasema hawezi kunifuata tena hapa. Kwa hiyo tufikiri tu kitu kingine cha kufanya mama, na sio Victor. Wote walitulia kwa muda. Hafsa aliinua uso wake polepole akimtazama mama yake kwa jicho la mtu alianza kufikiria upya. Moyoni mwake alikiri pengine mama ana hoja, ila kilichomsumbua ni kwamba mapenzi ya Victor kwake yalionekana kuingia kwenye ukungu usioeleweka. Je, anaweza kurejesha penzi hilo tena? Mama yake aligemea mlangoni akamwambia kwa sauti ya mshangao kwamba kama Victor kakukasirikia kisa house girl, basi jua kwamba huyo house girl sio kawaida. Kuna kitu cha ajabu nyuma yake mwanangu. Lazima ujipange. Hapo Hafsa alivuta pumzi ndefu, macho yake yakawa na mwangaza wa mpango mpya unaojengwa kichwani. Mapambano ya moyo wake na heshima ya familia yakaanza kuchukua sura mpya. Kunifanyaje sasa mama? Kama kawaida yako. Ukishatibwana huko na ukaharibu ndio unakumbuka sasa kuna mama, sio? Jamani mama. Kwa utaacha tumpoteze Victor? Kama we mwenyewe umeamua kuondoka kwake, unategemea mimi nifanye nini sasa? Mama, nisaidie bwana. Maana hapa nilipo hata sielewi nini cha kufanya. Kwa sasa tuliza akili yako. Ikifika jioni, rudi kwa bwana wako kama malkia mwenye nuru ya upendo usiokuwa na mfano. Mwanamke unapaswa kuwa mlaini kuliko manyoya. Mwanamke unapaswa kuweza kuteleza kuliko mrenda. Hizo ndo njia pekee za kuweza kumkuna mwanaume akili na sio kujifanya kususa na kisha kuondoka. Hiyo haina maana zaidi ya kutoa nafasi ya mgombea mwingine kuingia jimboni. Kwa sasa kama una pesa kwenye simu, fanya mpango, ulipe ada ya mdogo wako na kisha ujiandae twende darasani kwangu. Nitakupika mimi mwenyewe na utakaporudi kwa huyo Victor, yeye mwenyewe ataomba kukuoa. Naam. Hafsa aliposikia hivyo kwa furaha, alimkumbatia mama yake huku akisema, ndio maana nakupenda sana mama yangu. Hebu nitoke huko. Kwanza unanuka mipombe, hebu hakikisha hii harufu inakata kabla hatujaenda darasani kwangu. Alisema mama mweusi bikungwi huyu, na kisha alitoka mule chumbani akimwacha Hafsa akiwa na furaha utadhani kavalishwa rasmi pete ya uchumba na Victor. Mwendo wa masaa machache mbele toka mama mweusi kuongea na binti yake Hafsa kwa hasira kali yenye mchanganyiko na mawaidha. Sasa wakiwa wamevalia kanga mbili, moja kiunoni na nyingine mabegani kama ilivyokuwa ada ya kina mama wa Uswahilini, waliingia kwenye nyumba yao ya zamani iliyoko pembezoni mwa mtaa wa zamani wa Kigogo. Nyumba ambayo sasa ishakarabatiwa vizuri na Victor. Pamoja na ukongo wa nyumba hiyo, sasa ilikuwa ina dari jipya, sakafu iliyowekwa tiles, madirisha ya kioo na mapazia ya rangi kali zenye nakshi za Kiafrika. Ndani humo kulikuwa kuna vyumba viwili, kimoja cha kufundishia wasichana mbinu za kumvuta mwanaume na kingine kilichotumika kama chumba cha matambiko, yani chumba cha kimapokeo ya kimapenzi, sehemu ambayo mama mweusi aliita kwa utani wake chumba cha siri ya nguvu ya mwanamke. Hafsa alipoingia alihisi utofauti kidogo. Harufu ya udi uliokuwa unafuka taratibu ulimletea kumbukumbu za enzi za nyuma kabla ya Victor kuingia kwenye maisha yao. Mama yake alimwangalia kwa macho ya kumtathmini na kisha akasema, leo lazima nikutoe mikosi mwanangu. Umechezea bahati yako mwanangu. Victor sio mwanaume wa kumwacha kwa sababu ya dada wa kazi. Light ungekuwa mwerevu, ungekuwa tayari unamuita mume wangu. Hebu vua nguo sasa. Hafsa alianza kuvua nguo taratibu na kisha mama yake alianza kumosha kwa maji ya maua ya waridi, ndimu na tangawizi iliyokuwa imechemshwa kwa siri fulani hivi ya jadi. Akiwa na mwaga maji hayo kwenye mwili wa Hafsa kwa umakini, alitamka maneno ya mafundisho mseto wa hekima na kejeli. Mwanaume hafungwi kwa chakula tu mwanangu, hata wale wa nazi akimaliza.
huwezi kuishika akili yake. Atashika tu chupya mwingine kesho. Mwanaume hufungwa kwa akili, sauti ya heshima na miguso isiyosahaulika. Alimpaka mafuta yenye manukato ya asili, alimpaka kwenye shingo, kifuani na viganjani huku akizungumza. Hii ni harufu ya kumbukumbu. Ukimkumbatia na kumnongoneza karibu nyumbani, hata awe na wake wangapi, atakuona wewe ndo wake wa kiroho. Wakati Hafsa anavaa dera jekundu la hariri alilokuwa amepewa maalum kwa ajili ya darasa hilo, mama yake aliketi mbele yake na kuanza kutoa maelekezo kwa sauti ya taratibu lakini yenye msisitizo. Nisikilize. Ukishamfikia mwanaume, usiingie na mdomo mwingi. Sauti yako iwe laini kama asali. Ukiwa naye usimjadili dada wa kazi. Mwanaume anachoka na fujo, ila huvutiwa na utulivu. Mwili wako sio silaha, akili yako ndo mtaji. Hapo mama mweusi alimtazama Hafsa kwa jicho la mama lakini pia na jicho la rafiki. Akatabasamu kwa kejeli na kisha akasema, kumbuka mwanangu, mamba hafundishwi kuogelea na mpenzi hafundishwi kupendwa. Wote walicheka kwa sauti, lakini kicheko cha Hafsa kilikuwa kina maana mpya. Alihisi kama vile anazaliwa upya. Alijua kwamba sasa anakwenda vitani, lakini tofauti na hapo awali. Safari hii atakuwa na silaha kamili ya ushindi: akili, sauti, harufu na mguso wa mwanamke aliyefundwa. Mama yake alimkazia macho na kisha akammaliza kwa kumwambia, ukiondoka hapa leo, hutatetereka tena. Ukikutana na Victor, hatolala kabla kukuaza, na akilala ataota upo pembeni yake. Chumba kilikuwa kiko kimya. Hafsa akasimama polepole, akaangalia mwili wake kwenye kioo kikubwa cha pembeni. Alivuta pumzi ndefu na kisha akasema kwa sauti ya kujiamini, nimerudi. Mama yake alitikisa kichwa kwa fahari. Vita ya mapenzi vilikuwa vinaanza rasmi. Wakati huo tukirudi sasa Ikulu, hali ya ukimya na huzuni ilikuwa imetawala ghorofa ya juu kwenye chumba cha Eliana. Tangu jana usiku Eliana alikuwa amejifungia mule ndani. Hakula, hakunywa wala hakutoka hata kidogo. Taa chumbani mwake ilikuwa imewashwa usiku kucha, lakini Eliana mwenyewe alikuwa tu kakumbatiana pale na mito kitandani, macho yake yamemvimba na kilio cha huzuni. Mama yake Bi Yolanda alianza kupata hofu kubwa mno. Alishindwa kuelewa hali ya binti yake. Alihisi huenda labda amepata mshtuko wa kiakili au hata ugonjwa wa ghafla. Kwa haraka alipanda gorofani na kwenda kugonga mlango wa chumba cha Eliana, huku sauti yake ikisikika kwa upole lakini kwa msisitizo. Eliana, hebu fungua mlango mwanangu. Mama yuko hapa, hebu fungua mlango. Lakini Eliana hakujibu chochote. Ukimya ule ulimpa mamake hofu zaidi. Baada ya kungoja bila mafanikio, alichukua funguo za akiba zilizokuwa zimehifadhiwa ofisini mwake. Alizitumia kufungua mlango na akaingia mule chumbani. Alipofungua, aliganda kwa sekunde kadhaa. Alikuwa akimwangalia binti yake. Eliana alikuwa kajikunyata pale kitandani, sura yake ikionyesha uchovu wa kiakili na huzuni ya ndani kabisa. Alikuwa amevaa gauni jeupe la kulalia, nywele zake zikiwa zimevurugika na macho yake yakiwa mekundu kwa kilio kisichoisha. Bi Yolanda alisogea kwa haraka, akaketi pembeni ya kitanda, akamgusa taratibu begani. Eliana aligeuka taratibu bila hata kumtazama usoni. Sauti yake ilikuwa ni dhaifu sana. Akasema, mama, kwa nini unataka nifungwe kwenye ndoa ya kisiasa? Kwa nini nisipiganie penzi langu mimi mwenyewe? Maneno yale yalimchoma moyo mama yake kama sindano ya moto. Alimtazama binti yake, macho yake yalianza kujawa na machozi. Kwa mara ya kwanza, Bi Yolanda hakusema kwa sauti ya amri wala siasa. Alizungumza kama mama, mwanamke na rafiki wa karibu. Eliana mwanangu, kwanza samahani sana mwanangu. Sikujua kama moyo wako umejikita sana kiasi hiki. Nilifikiri unafanya mchezo wa kihisia tu, lakini sasa naelewa. Eliana alimwangalia mama yake kwa mshangao. Mama yake alikuwa amegeuka kwa ghafla mno. Kwa mara ya kwanza alimwona mama yake akiwa mpole, mnyenyekevu na mwenye huruma ya dhati kabisa. Lakini tafadhali Eliana, kama utaendelea na mpango wako
kuwa makini sana mwanangu. Dunia ya Victor sio salama kwa kila mwanamke. Usijidhalilishe, usipotee. Usijikute unaumizwa, tafadhali sana binti yangu. Eliana aliangua kilio cha furaha. Aliinuka taratibu na kumkumbatia mama yake kwa nguvu. Walikumbatiana kimya kimya kwa muda mrefu, kila mmoja akiwa na hisia nzito ndani ya moyo wake. Asante mama. Sitasahau. Nitakuwa makini na kuahidi mama. Mama yake alimbusu kwenye paji la uso na kisha alitoka chumbani akiwa na nafuu ya moyoni. Ingawa hofu bado ilimjaa moyoni, alijua mapambano ya binti yake na moyo wake ndio sasa yanaanza sasa rasmi. Majira ya saa 10 za jioni yalipoweza kuwadia, Eliana akiwa amevalia gauni la heshima lenye mvuto wa kipekee alipanda gari la kifahari lililoletwa kumchukua na kisha akaelekea nyumbani kwa Victor. Moyoni alikuwa na msisimko wa ajabu, hasa kwa kuwa mama yake alimruhusu aendelee na mpango wake huo. Uamuzi huo ulimpa nguvu mpya sasa. Eliana alijua yuko huru kumpenda Victor kwa namna yake, ingawa bado alihitaji kuwa makini ili asijaribia hadhi yake kama mtoto wa rais. Alipofika, mlango wa chumba cha Victor ulifunguliwa haraka mno. Alikaribishwa ndani na mmoja wa wafanyakazi, lakini kwa mshangao wake, Eliana alimkuta Victor akiwa sebuleni, amevaa suti ya safari, akifunga begi lake kubwa la nguo, huku akiwa na passport mezani na viatu vya safari vilivyong'aa. Uso wa Victor ulikuwa na msisimko, lakini pia alionekana kuwa na changamoto ya haraka kichwani. Rehema, karibu sana, alisema Victor kwa tabasamu la uchovu na furaha. Ngoja kwanza msikilizaji, hapa usije ukachanganyikiwa kwa nini Victor anamuita Eliana kwa jina la Rehema. Ukumbuke ya kuwa Eliana anatumia jina la house girl ambaye ndiye aliyepaswa kuweza kuja kufanya kazi pale ndani. Hivyo Victor anamtambua Eliana kwa jina la Rehema. Sasa tuendelee na simulizi yetu. Eliana aliacha tabasamu na kisha akasema, asante sana boss. Tena tabora umekuja muda mwafaka. Utanifaa sana Rehema, nahitaji uwepo wako. Uwepo wangu kwenye nini tena boss? Victor alimkaribia na kisha akamwonyesha barua ya mwaliko kutoka Umoja wa Afrika. Naelekea Cape Verde. Kuna mkutano mkubwa sana wa viongozi wa Afrika siku 2 zijazo. Tutajadili ajira kwa vijana na mikakati ya maendeleo ya Afrika kiuchumi. Nilipaswa kusafiri na msaidizi wangu wa kawaida, lakini amepatwa na malaria ghafla asubuhi hii. Hapo Victor alisita kwa sekunde chache na kisha akamtazama uso wa Eliana kwa upole. Sikupanga iwe hivi, lakini ningependa uende na mimi. Eliana alishtuka, alinama taratibu na kisha akaketi kwenye mkeka wa kifahari uliokuwa ukipamba ukumbi. Uso wake ulionyesha mashaka kidogo. Bosi Victor, hiyo ni safari ya viongozi wakubwa, sio tu safari ya kawaida. Kuna uwezekano mkubwa nikaonekana na watu na pengine naweza nikaribu sifa na hadhi yako. Mimi ni kijakazi tu kwako, sina wadhifa mwingine. Aliongea Eliana huko, hofu yake kubwa ikiwa ni huenda akaonekana na viongozi ambao wanaifahamu familia rais. Kwa maana hiyo siri yake inaweza ikafichuka na kuwa bomu kubwa mno mitandaoni. Victor alimsogelea taratibu, sauti yake ikawa ni kirafiki na pia kujiamini. Nitakuheshimu. Nitalinda faragha yako. Nitakutambulisha kama msaidizi wangu wa muda, anayesaidia mipango yangu ya kisera. Huko hakuna mtu anayejua undani wa maisha yangu. Wewe ni mtu pekee ninayeamini unaweza kunisaidia kutoa hoja za maana sana kwenye mkutano huu. Lakini pia hakuna picha wala video itakayokunasa. Kwa hiyo hakuna atakayekuona mitandaoni kama hiyo ndo hofu yako Rehema. Hapo Eliana alimtazama kwanza kwa muda, moyo wake ukihitaji kupiga kelele ndio, lakini akili yake ilihitaji muda kidogo. Hata hivyo, maneno ya Victor yalikuwa na mvuto. Uhalisia wa kuwa sehemu ya majadiliano makubwa ya bara zima pamoja na kuwa karibu na mwanaume anayemchanganya kihisia kulimvuruga sana Eliana. Aliamua kufuata moyo
Sawa Victor, nitakwenda, lakini ni lazima tuende kwa tahadhari na nitahitaji muda wa kujiandaa. Chukua muda wako. Safari ni saa 1 usiku. Nimekodi ndege ndogo ya private jet. Hakutakuwa na abiria wengine, ni sisi tu wawili. Hapo Eliana alikimbia kuelekea chumbani kwa wafanyakazi. Alitoa begi lake dogo alilowahi kulibeba hapo awali. Alipakua mavazi ya kisasa lakini ya heshima ambayo yangemuonyesha kama mwanamke wa kawaida, si mtoto wa rais. Eliana alipomaliza alishuka chini akiwa ni mrembo sana lakini ni mtulivu. Saa 1 kamili usiku walikuwa tayari wameingia kwenye gari maalum lililowapeleka moja kwa moja uwanja wa ndege ambapo ndege yao iliwangoja. Walipanda na muda mfupi baadaye wakaondoka kuelekea Cape Verde. Safari ambayo haikuwa tu ya maendeleo ya Afrika bali pia ilikuwa ndo mwanzo wa kurasa mpya kati ya safari ya mapenzi ya Eliana na Victor, wakati ndege yao ndogo ya kifahari ikiendelea kuchana anga la usiku kuelekea Cape Verde. Ndani ya ndege kulikuwa kuna utulivu wenye mvuto wa ajabu kweli kweli. Victor alikuwa ameketi karibu kabisa na Eliana huku akijadiliana kwa utulivu kuhusu baadhi ya hoja walizotarajia kujibu kwenye mkutano. Mara kwa mara macho yao yaligongana. Vicheko vya taratibu vilipamba usiku huo wa safari, wakiwa mbali na kila kitu lakini karibu zaidi kihisia. Lakini huko nyuma kabisa kwenye jiji la kelele za Uswahilini na vipepeo wa umbea wakitanda angani, Hafsa alikuwa amewasili mbele ya jumba la Victor akiwa na furaha tele kweli kweli. Alikuwa amevaa gauni fupi la kimitoko, uso wake uking'aa kwa vipodozi na midomo imetapakaa redi kama vile anaenda kutangaza vita ya mapenzi. Alipofika getini, Hafsa alimkuta mlinzi wa lango, Mzee Tito, mwanaume mwenye uso sio tabasamu hata kwenye harusi ya mtoto wake. Samani, Victor yupo? Hafsa aliuliza kwa mbwembwe, na ndipo Mzee Tito alimwonyesha jicho la haraka na kisha kwa sauti isiyokuwa na chembe ya hisia alimwambia, Bwana Victor kaondoka leo usiku, kaenda kikazi Cape Verde. Hafsa alicheka kwa dharau kama kawaida yake. Na yule msaidizi wake Kasimu hayupo. Safari hii Victor kaenda na Rehema, yule house girl. Oho, unaambiwa sekunde hiyo hiyo dunia ilibadilika kwa Hafsa. Mdomo wake ulibaki wazi kama mtu aliyeona roho ya marehemu wake kimuita. Alihisi kama mapafu yake yamepungua hewa, mikono yake ilianza kumtetemeka. Alirudia jina hilo kwa sauti ya kukakasi kwamba Rehema. Mzee Tito alimwangalia kwa macho ya kawaida, akasema tena kwa utulivu wa kifedha kwamba ndio, Rehema yule wa ndani. Kila mtu humu anamtambua hivyo. Ndio kaondoka naye. Hafsa aligeuka haraka kama aliyegongewa barakoa ya upako. Kwa hasira zilizokuwa zimemshika, alitembea haraka kuelekea kwenye taxi aliyokuwa ameikodi kuja nayo hapa. Machozi yalimlenga lakini alijizuia. Alikuwa Hafsa, mrembo wa mtaa wa Tabata, binti wa mama kongwe, malkia wa mapenzi ya Victor. Lakini sasa moyo wake ulikuwa kama kibatari kilichomwagiwa maji ya mvua. Alijikuta akijisemea kwa hasira kali, niliwahi kuwa wake, nikamwacha kwa muda tu. Sasa yule mdudu wa ndani kajipenyeza kama mchwa kwenye mti wa mpingo. Hii vita haijaanza. Rehema, unacheza na moto nakwambia. Kuondoka kidogo tu unataka kujipa nafasi ya kuwa mke wake. Sasa ngoja nitakupa somo ambalo ulimwengu mzima utashangaa. Mimi ndo Hafsa. Kwa hasira aliamuru yule dereva taksi amrudishe nyumbani kwao Mburahati. Dereva alitoa gari kwa fujo, tairi likachora mstari mweusi kwenye barabara ya nyumba ya kifahari ya Victor. Safari yake haikuwa ndefu. Aliamua kuweza kurudi kwao Mburahati, lakini si kwa kupumzika bali kupanga mashambulizi ya kihisia na hila. Hafsa akili yake yote ilikuwa ina jambo moja tu, kumrudisha Victor na kummaliza Eliana. Wakati huo huo, kule angani, Victor na Eliana walikuwa wanapiga stori za kihisia, huku Eliana akiwa hajui kuwa mbingu za mapenzi yao zimeanza kutiliwa wingu na Hafsa mwenye hasira za jehanamu. Baada ya mwendo wa masaa kadhaa angani, ndege iliyowabeba Victor na Eliana ilianza kupunguza mwendo huku ikizama taratibu kwenye anga la mji mkuu wa Cape Verde. Mandhari ya jiji hilo dogo lenye muonekano wa kimataifa na hali utulivu kutoka juu ya anga ulivutia macho ya Eliana.
Macho yake yalitua kwenye mwambao mrefu wa bahari ya Atlantic iliyokuwa inameremeta kwa rangi ya samawati iliyochanganyika na kijani kibichi. Ndege ilipotoka ustadi kwenye uwanja wa ndege wa International, upepo mwanana wa pwani ulijitokeza kwa staha na kupuliza gauni la Eliana kwa upole kabisa. Aliufunga mkoba wake mdogo wa mkononi huku akivuta pumzi ndefu ya bahari. Harufu ya chumvi, joto la jua la tropic na upepo mwepesi vilimtuliza hisia kama mtu aliyekuwa kwenye ndoto. Waliposhuka, waliwakuta maafisa wa ubalozi wa Tanzania nchini Cape Verde wakiwa tayari kwa mapokezi. Miongoni mwao alikuwa balozi mstaafu Mzee Salum pamoja na msaidizi wake Bi Jacqueline, waliokuwa wakimsubiri Victor kwa heshima kubwa mno. Victor alitambulishwa rasmi kama mkurugenzi mpya wa idara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana, huku Eliana akitambulishwa kama msaidizi wake wa karibu wa kiufundi. Baada ya salamu na mazungumzo mafupi ya heshima, walipakiwa kwenye gari aina ya Range Rover yenye vioo vyeusi ambayo iliwachukua moja kwa moja kuelekea kwenye hoteli hii ya kifahari, Hoteli Morabeza, hoteli ya nyota 5 hii iliyoko kando ya ufukwe wa bahari ya Santa Maria. Wakiwa konjani kuelekea hotelini, Eliana alishindwa kujizuia. Alibandika uso wake kwenye dirisha la gari, macho yake yakikodolea mitaa safi, watu wenye nyuso za upendo na majengo ya kale yaliyochanganyikana na ya kisasa. Upepo wa pwani ulikuwa ukivuma kwa taratibu kabisa, ukicheza na nywele zake ambazo zilishuka mabegani mwake kwa mvuto wa asili. Walipowasili hotelini, walikaribishwa kwa mapokezi ya kifahari. Watumishi waliokuwa wamevaa sare za Kiafrika walijipanga kwa mstari wakitabasamu, huku mmoja wao akimkabidhi Eliana maua safi ya visiwa vya Cape Verde. Zuria jekundu lilikuwa limetandikwa mpaka ndani ya ukumbi huu wa hoteli hiyo. Hoteli ya Morabeza ilikuwa ni ya kuvutia kupindukia, unaambiwa. Ukumbi wake wa mapokezi ulijaa vigae vya mbao vilivyong'arishwa vizuri kabisa na dari iliyopambwa kwa taa za kioo zilizoonekana kama nyota angani. Harufu ya maua, bahari na vinywaji vya kigeni ilijaa hewani. Dirisha kubwa za ukutani zilitazama moja kwa moja baharini, maji yakiwa rangi ya samawati na kijani kama almasi inayong'aa. Eliana alijihisi kama binti wa kifalme kwenye filamu. Aligeuka kumtazama Victor ambaye naye alikuwa anamwangalia kwenye jicho la kumtamani kimya kimya. Hakusema chochote, ila tabasamu dogo lililojitokeza kwenye kona midomo yake ilitosha kusema karibu katika dunia yangu. Chumba chao cha hoteli kilikuwa ni cha kifahari kilichojaa harufu ya vanilla na lavender. Kulikuwa kuna roshan iliyoangalia baharini, bafu lenye vioo vya kisasa na godoro laini lililokaribisha mapumziko ya kifahari. Eliana alisimama kwenye roshan, upepo ukicheza na gauni lake jeupe, akitazama mawimbi ya bahari yakivunjika kwa upole kwenye mwamba wa hoteli. Alikiri moyoni, hili ni tukio ambalo hata kama hatolirudia tena, itabaki kuwa ni moja kumbukumbu zake tamu za maisha. Wakiwa wamepumzika kidogo, waliandaliwa pale chakula pembeni ya ufukwe, ambapo walikaa kwenye meza ya watu wawili, mishumaa ikiwaka huku nyuma yao kukisikika sauti ya taratibu ya gitaa la kimahaba la Kiafrika. Hii ilikuwa ni Cape Verde, lakini kwa Eliana huu ulikuwa ni mwanzo wa safari nyingine ya moyo. Siku iliyofuata, jua la Cape Verde lilichomoza taratibu juu ya bahari, likiwaka kwa dhahabu juu ya mawimbi tulivu kabisa. Eliana aliamka mapema, alioga kwa harufu ya sabuni ya maua ya vanilla na kisha alivaa gauni jepesi la asubuhi. Alijipulizia manukato kimahaba yenye harufu nyororo na kisha akaelekea mgahawani pale pale ndani ya hoteli waliokuwa wamefikia, ambapo walikubaliana na Victor wakutane kwa kifungua kinywa. Victor alikuwa amewasili kwanza. Alikuwa amevalia suti ya blue iliyomkaa kisawia kabisa pamoja na tai nyembamba ya rangi ya fedha. Alionekana kuwa yuko tayari kwa siku hii kubwa ya mkutano, lakini bado uso wake ulikuwa na lile tabasamu la kawaida kabisa, tabasamu la mtu anayefurahi kuwa karibu na mtu wa muhimu maishani mwake. Eliana alipowasili, macho yao yalikutana, na hapo ndipo tabasamu la Victor likazidi kuwa pana. Unaambiwa, "Umeamka vizuri Malkia wa asubuhi?" Victor aliuliza kwa utani, akimkaribisha kwenye kiti chake cha mbele. Eliana alicheka kidogo. Asubuhi safi tu. Na wewe je, kwako imekaaje?" Victor alinyanyua kikombe chake cha kahawa na akasema, "Ni vema tu, ila leo itakuwa ni siku ndefu sana."
kuna vikao vya kamati 3 tofauti kabla jioni. Nilikuwa nataka kuhakikisha kuwa utakuwa fresh kubaki hapa hotelini nikiwa nipo kwenye mkutano. Huna tatizo, si ndio? Usiwe na wasiwasi boss. Nitaishia tu baharini, pengine kusoma kitabu changu. Nitakuwa sawa. Hii sehemu ni nzuri sana, kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi boss. Wakati bado anaendelea na kifungua kinywa, ghafla Eliana alishika tumbo lake kwa mkono mmoja. Uso wake ulibadilika kwa haraka mno. Bila kusema neno lolote alinyanyuka kwa kasi na kukimbilia msalani kwa wanawake. Victor alishtuka, alitupa kisu chake cha siagi mezani, alisimama kwa haraka. Bila kufikiria mara mbili, alielekea upande ule ule wa vyoo vya kike. Alisimama karibu na mlango wa msalani kwa wanawake, akijaribu kusikilizia kilichokuwa kikiendelea, lakini kulikuwa kuko kimya. Alitambua kuwa hawezi kuingia mwenyewe kwenye vyoo vya wanawake pale hotelini. Alimwomba mhudumu mmoja wa kike aliyekuwa akipita karibu, akamwambia, tafadhali samani bwana, kuna rafiki yangu yupo mule, naomba uende ukamwangalie kama yuko sawa. Mhudumu alikubali kwa heshima na kuingia kwa haraka mno huko chooni. Sekunde chache baadaye alitoka huku akiwa amemshika Eliana mkono. Eliana alionekana kuwa dhaifu, lakini bado alikuwa ni mrembo, hata katika hali hiyo ya kuto kujisikia vizuri. Victor alimhangaikia kwa wasiwasi kweli kweli. Hey, kuna nini, hujisikii vizuri ama? Eliana alijaribu kutabasamu ingawa midomo yake ilikuwa ni dhaifu. Sijui tu, nilihisi kutapika ghafla, lakini niko sawa sasa, labda ni hewa ya asubuhi. Victor alinyanyua mkono wake kwa wasiwasi, akamwambia, tafadhali hebu twende hospitalini sasa. Sitaki kuweza kubahatisha afya yako Rehema, wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Hapana Victor, tafadhali, ni muda wako wa mkutano, usikose kwa ajili yangu. Nitakuwa sawa kabisa na nitapumzika tu chumbani. Victor hakupendezwa na hilo jibu, lakini alimwangalia kwa macho yaliyojaa huruma. Basi niruhusu nikufikisha kwenye chumba chako, at least hadi ulale kidogo. Aliweka mkono wake nyuma ya mgongo wa Eliana kwa upole, walikapanda lift na kuelekea kwenye chumba chake. Walipofika mlangoni, Victor alisimama huku akimtazama kwa macho ya mtu anayesikia kutokuweza kuondoka. Nisikilize Rehema, ukihisi chochote tafadhali nipigie. Umenisikia? Eliana alitikisa kichwa huku macho yake yakiwa ni mazito kidogo. Ndio, nitakupigia. Victor aliondoka kwa kusita. Mara kwa mara alikuwa anageuka kumtazama. Mara tu Eliana alipofunga mlango wa chumba chake, aligemea nyuma yake na kuachia pumzi ndefu. Alikuwa na hofu. Alishika tumbo lake la chini kwa mikono yote miwili, macho yakitazama chini kana kwamba yalikuwa yanajaribu kusoma ishara ya mwili wake. Mawazo mengi yalijaa kichwani mwake. Hofu, uoga na wasiwasi vilimtawala. Mungu wangu, nitafanyaje sasa jamani? Ina maana ndo kila kitu nilichokipigania kinakwenda kupotea kirahisi namna hii? Lakini hapana bana, na uhakika hajaniona, alijiuliza kimoyomoyo. Alishika simu yake, akaiangalia kwa sekunde chache, lakini hakufanya lolote. Aliweka chini na kisha akaelekea dirishani. Alitazama mbali kwenye bahari. Machozi ya kimya yalianza kujikusanya kwenye kona za macho yake. Kilichokuwa kinamtafuna hakikuwa kichefuchefu pekee, bali ni hisia, ukweli alouhisi moyoni ambao bado alikuwa hajathubutu kuukubali kabisa. Alitikisa kichwa, akajilaza kitandani na kulalia upande, huku akionekana kuwa na mawazo. Macho yake Eliana alikuwa yamefumbwa, lakini usingizi haukuweza kumsogelea hata kwa mbali. Kichwa chake kilikuwa kama kinazunguka kwa mawazo mengi yanayogongana ndani yake. Ghafla simu yake ilisikika ikitoa mlio wa ujumbe wa WhatsApp. Kwa kutokujali, alinyosha mkono kwa uvivu na kisha akishika simu hiyo. Alipotazama skrini, aliona ujumbe umetoka kwa Grace. Wewe uko wapi Eliana? Mamako anakulizia, sijui hata nimjibu nini. Ujumbe ulisomeka hivyo. Eliana alishtuka. Hapo ndipo alipojikumbusha ya kuwa aliondoka Tanzania na Victor ghafla bila kusema neno hata moja kwa Grace, kijakazi wake wa karibu kabisa.
wala hata kwa mama yake mzazi aliyemruhusu kwa moyo mkunjufu kabisa afuate kile ambacho moyo wake unataka. Hakuaga hata kwa mama yake. Eliana alijibu kwa haraka akasema, samahani sana Grace, nilichanganyikiwa, nipo Cape Verde na Victor. Ujumbe wa Grace ulikuja kwa haraka mno. Cape Verde? Yaani kweli umeondoka nchi nzima bila hata kuniambia? Mbona unafanya mambo kwa jazba hivi? Ulimwambia mama yako kweli? Eliana alivuta pumzi ndefu na kisha kaandika ujumbe akasema, la hasha. Yaani hata mama hajui kama nimeondoka. Najua mama atakasirika sana, lakini nilikimbilia tu nafasi hii ya kuwa karibu na Victor. Hapo ukimya wa sekunde chache ulipita na kisha ujumbe mwingine ukaingia kutoka kwa Grace. We Eliana, wewe unajua una balaa ujue. Vipi kama ukipatwa na kitu kibaya huko, ina maana kwamba umesahau wewe ni mtoto wa nani? Lakini hata hivyo pole, naona unazidi kuzama kwenye penzi la Victor. Eliana alikaa kimya kwanza kwa muda, macho yake yakielekea kwenye dari huku moyo wake ukiubana. Na kisha kaandika taratibu ujumbe kwamba ni kweli, lakini sioni dalili nzuri tena. Kwa nini? Nimeona uso wa hatari. Grace, nimekutana na binti wa naibu wa waziri wa Ethiopia. Nilikuwa namuona kila mara kwenye mikutano ya kikanda. Na mbaya zaidi, naona kama ameshanitambua. Alikuwa mgawani wakati niko na Victor. Niliingiwa na hofu, nikakimbilia chooni Grace. Hivi kama akimueleza Victor mimi ni nani, basi kila kitu kitaishia hapa. Eliana, hapo hakuna tena haja ya kusubiri. Wewe ni binti wa rais, so mtu kutetemeka kwa sababu hiyo. Mwambie Victor ukweli, kama ni wako kweli atakubali hivyo hivyo. Kama atakuacha kwa hilo, basi hujawahi kuwa wake kamwe. Na ndio maana mimi nikasema umwambie tu ukweli. Eliana alibaki kimya. Aliangalia simu yake, akasoma tena ujumbe huo wa Grace kwa umakini mno. Alitazama dirishani, upepo bahari ukiburuta mapazia ya hoteli kwa utulivu. Ghafla kama sinema ya kushtukiza, alimwona yule binti wa Ethiopia akiwa yuko nje ya hoteli hii. Alikuwa anazungumza na dereva wa Victor. Eliana alihisi moyo wake unatetemeka kama jani lililokuwa limekauka. Mikono yake ilianza kumtetemeka. Alipiga hatua ya haraka kuelekea dirishani. Alijificha nyuma ya pazia. Binti yule alikuwa amevaa suti rasmi ya kidiplomasia, akiongea kwa tabasamu na yule dereva. Eliana alivuta pumzi ndefu na kisha akajiuliza, huyu dada atakuwa anamwambia nini yule dereva? Oh, Mungu wangu. Itakuwaje Victor akijua kwamba jamani. Hofu ilizidi kumjaa Eliana. Hakujua kama ni hofu ya kupoteza nafasi ya kuwa karibu na Victor au ni hofu ya ukweli wake kuvuja na kuwa kicheko kwa vikao vya wakubwa. Alishika simu yake na kisha kaandika tena kwa Grace ujumbe. Grace, ujue namuogopa. Namuogopa kama kimwambia Victor sasa hivi kabla mimi sijasema itakuwaje? Ataona kama mimi nilimdanganya, nitaonekana msanii wa mapenzi. Nitakuwa kama wale wanawake ambao wanajipenyeza kwenye maisha ya watu kwa ujanja. Grace alijibu kwa upole kwa kusema, Eliana, basi chukua hatua. Kaa naye chini leo hii jioni, mwambie kila kitu. Anza wewe kabla hajaujua ukweli kutoka kwa mwingine. Hiyo ni hadhi yako, sio aibu yako. Hakuna mwanamke wa kisasa anayekimbia kivuli chake kwa sababu ya mwanaume. Lakini itakuwaje kama akinikataa? Kwa nini akukatae? Wewe ni binti wa rais, anapata wapi nguvu ya kukukataa? Grace, mambo yako hivyo. Victor anapenda wanawake wengi, tena hili uliniambia wewe mwenyewe. Lengo mimi nilitaka nipende mimi kama mimi na kisha ndo nimwambie ukweli. Hakuna jinsi sasa Eliana. Eliana alipumua kwa kina. Alitazama tena dirishani. Yule binti alikuwa anaondoka sasa. Alimsindikiza kwa macho mpaka pale alipogeuka na kupotea kwenye mwelekeo wa barabara ya mbele ya hoteli. Alilalia kitanda, akavuta mto kifuani mwake, akasema kesho ama leo jioni nitaweka kila kitu wazi. Kama ni kuumia, nitaumia nikiwa niko huru. Kama ni kupendwa, basi anipende mimi halisi na sio rehema wa uongo. Macho yake Eliana yalianza kuloana taratibu, si kwa huzuni tu,
bali kwa mchanganyiko wa hofu, upendo na uthubutu wa mwisho. Msikilizaji, nikukumbusha tu ya kwamba simulizi hii imetayarishwa na mwandishi Saidi JR na inasimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Uncle J. Ninapatikana TikTok na Instagram kwa jina moja tu, Uncle J Simulizi. Naam, baada ya dakika kadhaa Victor alikuwa tayari amewasili katika ukumbi mkubwa wa mikutano wa kimataifa uliopo hapa ndani ya jiji la Cape Verde. Ukumbi huo ulikuwa umejaa viongozi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, kila mmoja akiwa amevalia suti rasmi ya kuonekana kuwa na matumaini makubwa. Bendera za nchi zote za Afrika zilining'inia kwenye ukuta wa mbele wa jukwaa kuu, zilikuwa zikipepea kwa mvuto wa upepo wa pwani. Mkutano ulianza kwa shangwe. Viongozi na wajumbe mbalimbali walikuwa wakitoa hotuba za kuhamasisha. Kila nchi iliwasilisha changamoto na suluhisho walilokuwa wamelipanga kwa ajili ya kuweza kuinua maisha ya vijana. Kulikuwa kuna mijadala ya kina kuhusu ajira, elimu ya vitendo, ujasiriamali, teknolojia, kilimo bora na namna ya kuweza kuwaunganisha vijana wa Afrika na fursa za masoko ya kimataifa. Mkutano huu ulikuwa ni matumaini makubwa na nguvu mpya ya mustakabali wa vijana wa Afrika. Na baada ya muda wa vikao kuweza kuisha, uamuzi wa pamoja uliafikiwa, ambapo walikubaliana kuanzishwa kwa jukwaa la pamoja la vijana Afrika litakalo ratibu fursa, kutoa mafunzo kwa vitendo na kusaidia vijana kiuchumi. Ilikuwa ni hatua kubwa kwa Afrika. Mkutano ulipomalizika, Victor kutaka kupoteza muda, alichotaka ni kurudi haraka hotelini alikokuwa amemwacha Eliana, maana bado moyo wake ulikuwa na mashaka juu ya hali ya kiafya ya Eliana. Victor, kusema ule ukweli, hakuwa na amani. Alisi huenda Eliana anaugua, jambo ambalo hakutaka kulipouza. Akiwa anakwenda kwenye maegesho ya magari nje ya ukumbi, alisikia sauti ya mwanamke ikimuita kwa nguvu mno. Victor aligeuka kwa mshangao. Alimwona msichana mrefu, mrembo, mwenye ngozi ya kahawia nyororo na macho makubwa yenye mvuto wa kibahesh, akikimbia kumfuata kwa bashasha. Alikuwa Hamela, binti wa naibu waziri wa utalii wa Ethiopia. Victor alitabasamu kwa mshangao na furaha. Alikuwa anamfahamu vizuri tu binti. Walikuwa wamesoma pamoja kwenye chuo huko Ulaya miaka michache iliyokuwa imepita nyuma. Hamela alipomfikia Victor, walikumbatiana kwa furaha mno. Siamini kama ni wewe Victor. Hapa Cape Verde. Victor naye alicheka. Unajua mimi pia nashangaa. Unajua sikutegemea kukuona huku kusema ukweli. Hapana, mimi jua nilihamia Addis Ababa hivi karibuni. Na sasa hivi mimi ni mjumbe wa kamati ya ubunifu kwa vijana kutoka Ethiopia, na ndio maana niko kwenye huu mkutano, alisema Hamela kwa bashasha. Waliendelea kuzungumza kwa haraka huku Victor akifungua mlango wa gari lake. Bila hata kuulizwa, Hamela aliingia upande wa pili wa gari kwa urahisi kabisa. Akasema, nipe tu lifti hadi hotelini tuweze kuzungumza zaidi. Victor alitabasamu tu, alimtazama dereva wake na kisha gari hilo likaanza safari. Walipokuwa njiani, Hamela alianza kwa sauti ya mzaha lakini yenye maneno makali. Victor, sema kweli, hivi umeshakuja kwenye mikutano mingapi ukiwa na mademu tofauti? Au umebadilika? Victor alicheka akajifanya mzembe wa swali. Watu hubadilika Hamela. Sio kila siku ni vile vile tu. Victor, siku utakayobadilika ndio siku ambayo simba wataanza kula nyasi. Uwe siku zote uweze kukaa wiki 2 na msichana mmoja? Victor aligeuka akajaribu kuweza kubadili mazungumzo. Watu wanakuwa bwana, na mambo hubadilika. Ni kweli, lakini si kwako. Kwa nini unasema hivyo? Mimi ni mheshimiwa sasa hivi, ni mtumishi wa serikali. Hizo pigo za kuwa na mademu tofauti sina tena. Kweli wewe ni mtumishi wa serikali. Naona namna ulivyo ichangamkia fursa. Ila hata hivyo, unajua safari hii umeingia mahali siko Hamela, nimeingia mahali sipo. Unajua bado sijakuelewa mtu wangu. Naona kama vile unaongea mafumbo tu, yani kama kawaida yako. Hebu niweke wazi, unaongelea kitu gani? Namuongelea Eliana. Eliana yupi huyo? Eliana Sarungi.
Unamaanisha binti wa mheshimiwa rais? Victor alipouliza hivyo, Hamela aliangua kicheko cha umbea na kisha akasema, kwa hiyo unataka kusema wewe huelewi inaongelea nini hapa eh? Hivi umewezaje kwanza kumpata yule mtoto wa taifa? Mtoto gani, mbona sikuelewi? Kwani yule msichana uliyekuwa naye mgahawani leo asubuhi ni nani? Unamwongelea huyo? Yule anaitwa Rehema, yule ni msaidizi wangu wa nyumbani. Sema tu nimeamua kuweza kuja naye huko. Msaidizi wa nyumbani? Unamaanisha house girl? Ya, ni house girl wangu yule. Hapo Hamela alishangaa. Alijaribu kuvuta kumbukumbu zake vizuri, bado zikampa jibu moja tu ya kuwa aliyemwona na Victor ni Eliana Sarungi, mtoto wa rais, na si vinginevyo. Sasa iwaje Victor anasema ya kwamba yule ni house girl wake? Hamela alimkazia macho Victor na kisha akasema, Victor, hebu acha utani. Hujua leo asubuhi kabla ya kuja hapa ukumbini, nilikuwa pale kwenye hoteli uliofikia, na kwa macho yangu ya nyama nilikuona wewe na Eliana mkiwa mko mgahawani. Nilipotaka kuwafuata ghafla niliona Eliana anaenda msalani na wao kama kumfuata huko. Kwa kuwa faraga sikutaka kuingilia. Sasa nashangaa kuona wao wananiambia kwamba yule ni Rehema na sio Eliana. Hamela, labda utakuwa tu umemfananisha tu. Yule sio Eliana, yule anaitwa Rehema. Victor, wala sijamfananisha. Unajua nimemwona kwa macho yangu. Mimi namjua vizuri sana Eliana, na ndio maana nakuambia yule ni yeye. Hamela, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba binti wa rais katoka ikulu kaje kuwa house girl nyumbani kwangu kweli? Unaona hiyo inaingia akilini mwako? Victor, kama vile ambavyo unashangaa hapa, na mimi ndivyo ninavyoshangaa unavyoniambia kwamba Eliana ni house girl wako. Nisikilize Hamela, hilo haliwezekani bwana. Utakuwa umemfananisha tu bwana. Subiri. Kwani wewe Eliana binti wa rais humjui? Kiukweli namjua kwa jina tu ya kwamba rais ana mtoto anaitwa Eliana Sarungi, lakini sijawahi kumuona na wala simjui kwa macho. Hivyo. Subiri. Nakumbuka niliwahi kuwa naye Spain mwaka juzi nilipokuwa nimeenda mapumzikoni na tulifanya sherehe ya happy birthday yake. Subiri nikuoneshe video zake. Mimi niko nazo hizo video wakati niko naye kule Spain. Kweli bwana. Hamela alitoa simu yake akamonyesha Victor. Victor alibaki medua. Hakuamini kile alichokuwa nakiona. Kweli video na mwanamke aliyekuwa anamuona kwenye simu ya Hamela alikuwa ni Eliana mtupu. Alijikuta na kosa la kusema huku akilini mwake akiona kama vile ni miujiza tu. Umeona sasa? Mimi nimekuambia yule ni Eliana binti wa rais. Sasa kama ni yeye, kwa nini aje nyumbani kwangu kama house girl? Yaani hili liliwezekana vipi? Sikiliza Victor. Labda ametumwa na rais kukuchunguza kama unastahili kwenye majukumu aliyokupatia. Kumbuka wewe huna uzoefu wote. Umetoka tu chuoni moja kwa moja na amekuteua kuwa mkurugenzi mkuu idara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana. Ina maana Eliana yuko kunipeleleza mimi maisha yangu. Sina hakika, ila labda inawezekana ikawa hivyo. Kwa sababu mimi sioni sababu nyingine ya umuhimu ambayo inaweza kumfanya binti wa rais aje kufanya kazi za ndani nyumbani kwako. Kwa hiyo utafanya nini sasa? Victor alimtazama Hamela. Hamela alitabasamu. Binafsi mimi nimependa hii drama. Ikiwa katumwa na rais kuja kunichunguza, hii ina maana ya kwamba mheshimiwa rais bado hana imani na mimi. Kwa mimi nitaendelea kujifanya kama vile sijui chochote kuhusu Eliana. Kitu pekee nitakachoweza kukifanya ni kufanya kazi kwa bidii. Hii itamfanya rais aniamini. Unajua wewe Victor na masihara wewe. Kwa hili swala kwako unalichukulia kama drama, sio? Ni drama. Unajua ni kwa jinsi gani mimi napenda michezo ya namna hii ya kuigiza. Yes, ananigizia. Sasa mimi nitamuigizia mara mbili yake.
Sawa, vyovyote unavyoamua, maamuzi ni kwako, lakini usimchezee Eliana. Chonde chonde Victor. Usijua kapita na Eliana, yule ni binti wa taifa. Shauri yako. Nisikilize Hamela. Si nimekwambia siku hizi mimi sifanyi tena hayo mambo. Wapi wewe? Labda kwa Victor mwingine, lakini kama ni wewe, na kujua vizuri tabia yako. Naam, waliendelea kupiga stori nyingine mpaka walipofika pale hotelini. Baada ya kufika, Hamela yeye aliendelea na safari zake, huku Victor akiingia ndani ya hoteli hiyo kwa ajili ya kumwona Eliana. Alipoingia ndani ya hoteli, alielekea moja kwa moja kwenye chumba cha Eliana. Moyo wake ulikuwa umetulia, akijua kuwa angemkuta pale akiwa labda amechoka au amelala. Lakini alipozama kwenye ukimya wa korido ndefu na kufungua mlango wa chumba kwa ufunguo wake wa kielektronic, hakukuta mtu. Hapakuwa na mtu. Kitanda kilikuwa kimepangiliwa vizuri, dirisha lilikuwa liko wazi kiasi, mapazia yalikuwa yakicheza kwa upepo wa baharini. Ilibidi aite kwa sauti ya wastani. Rehema? Rehema? Rehema, uko wapi? Victor hakuona mtu. Alijaribu kuita lakini hapakuwa na jibu. Victor alitoa simu yake mfukoni, alijaribu kumpigia Rehema. Simu iliita kwa sekunde kadhaa na kisha ikakatwa ghafla. Lakini aliporudia tena kupiga kwa mara ya pili, akaambiwa simu haipatikani. Hofu ilianza kumtanda moyoni mwake kijana Victor. Unahisi nini kiliendelea? Tayari Victor ameshajua. Huyu Rehema, huyu sio Rehema, huyu ni Eliana binti wa rais. Sasa mambo yatakuwa vipi? Usikose katika sehemu inayofuata mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na imetayarishwa na kuandaliwa na Saidi JR. Mimi naitwa Uncle J. Asante na kwaheri.